wamelalamikia kuongezeka kwa uuzaji na utengenezaji wa pombe haramu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa wakazi, pombe haramu ikiwemo busaa na chang'aa inauzwa hadharani, hali ambayo wanasema kwamba imechangia kuharibika kwa maisha ya vijana na ongezeko la visa vya uhalifu. Aidha, wameelekeza lawama kwa maafisa wa polisi wakidai kuwa baadhi yao hushirikiana na wauzaji hao haramu. Mwandishi wetu Mudhoni Brenda anatuarifu mengi zaidi. Ni hali ya taharuki katika mji wa Kitengela, huku wakazi wakieleza hofu yao kufuatia kuongezeka kwa uuzaji wa pombe haramu ambao sasa unafanyika waziwazi licha ya kuwepo kwa sheria kali dhidi ya vilo hivyo. Kama kama serikali kwa mambo ya pombe hapa Kitengela na Kajiado East kwa jumla, tumekuwa na matatizo kabisa ya pombe hapa, na mimi Your Excellency tumeshikana na ndugu yangu ya Toro, who is our new DCC for Isinya Sub-County, na tumeamua mambo ya pombe tutamaliza pombe haramu hapa Kitengela na Kajiado East kwa ujumla. Si chang'aa na busia tu, vileo duni visivyoafiki viwango vya ubora vimejaa kwenye maduka vya mitaani vikiwa na bei vya kuvutia lakini madhara kusikitisha. Watu wanakufa na pombe, vijana wetu wanakufa. Tunataka kuona vitendo kwa nini? Vijana kwa wazee, wake kwa waume, hakuna aliye salama. Wakazi wanasema kizazi kizima kinazama polepole kwenye lindi ya ulevi ya chupa baada ya chupa, maeneo ya Nunkopir na Kiang'ombe yakitajwa kama vitovu vya uzaji huu haramu. Kamishna wa kaunti ya Kajiado Joseph Taari ametoa onyo kali kwa wauzaji pombe haramu, akisema kuwa kilio cha wananchi sasa kimefika mezani kwake. Kamishna huyo ameahidi msako mkali dhidi ya wale amewataja kama waharibu wa kizazi, akisisitiza kuwa serikali haitakaa kimya huku jamii ikitetea sumu hii ya pombe. Sasa watu also do a notice that kama unafanya biashara ya pombe na uwezi kutii sheria ya pombe, tafuta kazi nyingine ya kufanya. Sally Davida, Runinga ya TV 47. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba Rais